wa capital city ya Nairobi, karibuni sana. Wacha nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali ya Kenya kuwashukuru kwa njia ya kipekee wana AIPCK kwa juhudi zenu na bidii yenu na kujitolea kwenu kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Sio makanisa mengi yalikuwa na ujasiri na bidii na kujitolea vile wana AIPCK walivyofanya, ndio tukawa nchi huru, nchi ambayo inaweza kujisimamia yenyewe. Nasema asante sana. Najua Baba Askofu amesema hapa, mimi pengine ndio nimekuwa rais wa kwanza kuja katika ibada ya AIPCK. Lakini nimekuja hapa kwa niaba ya wale wote walionitangulia. Mzee Rais Jomo Kenyatta, mwanzilishi wa taifa letu, rais wetu wa pili Daniel Moi, rais wetu wa tatu Mheshimiwa Mwai Kibaki, rais wetu wa nne Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na mimi hapa tunaleta salamu zetu za heri na mafanikio kwa kanisa la AIPCK. Kwa niaba yao wote, mimi nataka mjue wana AIPCK ya kwamba tunawaenzi, tunawapenda na tunawashukuru kwa msimamo wenu wa kuungana na kutetea haki ya Wakenya wote hadi tukapata uhuru wa taifa letu. Asanteni tena. Na kwa sababu mmechangia sehemu kubwa ndio tukawa nchi ama taifa huru, leo mmekuja Nairobi na mnasema mnataka kuanzisha Archdiocese ya Nairobi. Mimi asubuhi ya leo nilikuwa katika kanisa ambalo nimelelewa la AIC. Walikuwa wanasherehekea miaka 70 tangu waanzishe kanisa Nairobi. Leo tunaanzisha tena kama jambo la kihistoria Diocese ya Nairobi ya AIPCK hapa. Na mimi namshukuru Mungu kwamba nimepata bahati ya kuungana na wana AIPCK katika historia hiyo ya kuanzisha Archdiocese ya Nairobi. Mheshimiwa Gavana wetu, wakati nimenongonezeana na yeye hapo, tukasema kanisa hii la AIPCK kwa sababu ya vile walitetea haki ya nchi yetu, leo sisi ni viongozi katika taifa huru, lakini kuna wale walitutangulia kwa bidii yao na jasho yao na kujitolea kwao. Leo tukapata nafasi hii ya kuwa viongozi katika taifa huru, na sisi pia tutafanya sehemu yetu kidogo. Hatuwezi kuwalipa kiasi inayotosha, but we are going to make a small contribution towards making AIPCK proud in Nairobi. Tumekubaliana gavana wetu atatafuta shamba na ameniambia mahali itapatikana. Shamba ekari 5. Sindio? Mahali ambapo itajengwa headquarters ya kanisa hii, na mahali pa kuabudu Mungu, na mahali pengine pa kufanya kazi fulani hapo. Na mimi nimekubali ya kwamba huyu gavana akipanga hiyo maneno ya ardhi, nyinyi mnitafutia account, nitawapatia milioni 50 ya kwanza. Ili ndio hiyo milioni 50 mtaanza kuijenga kanisa yenu, na mkifika hapo mbele mimi nitakuja tena mpaka tukamilishe
mpaka kanisa la AIPCK ipate heshima katika capital city yetu ya Nairobi kwa sababu ya yale mliochangia kupatikana uhuru wa taifa letu la Kenya. Na nikisimama hapa mbele yenu, wengi wenu ni kwa maombi yenu na kwa kura zenu ndio tuko na serikali ya Kenya wakati huu. Na mimi nawashukuru sana. Na vile niliwaeleza, hatutawaaibisha katika taifa hii. We will do whatever must be done. Na tunamshukuru Mungu. Mungu ametufanyia mambo makubwa kama taifa. Kwa miaka mitatu tumeona miujiza, tumeona mambo Mungu ametenda kwa taifa letu. Kwa miaka mitatu imepita tumepata mvua kila mwaka, na mvua wa kutosha. Tukazalisha vyakula, tukazalisha mimea, tukawa na chai zaidi, tukawa na kahawa zaidi, kahawa ikawa na bei mzuri, tukawa na chakula, mahindi, tukazalisha miwa, tukazalisha mambo haya yote. Nchi yetu sasa, pale nyuma tulikuwa tunasumbuka na masufuria kwa kichwa kwa sababu ya njaa, bei ya unga nini. Leo mambo yametulia kwa sababu Mungu ametupatia mvua, wakulima wamefanya bidii, tumezalisha chakula ya kutosha. Tunashukuru Mungu kwamba yale mipango yote tuliotengeneza, Mungu ameponya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tulikuwa na madeni makubwa yalikuwa yanatusumbua. Tulikuwa na matatizo ya madola, tulikuwa na matatizo ya inflation, tulikuwa na matatizo ya exchange rate. Mungu leo ametubadilishia mambo. Mpaka wale ambao wanasimamia uchumi wa dunia yote wamesema taifa letu la Kenya limetoka kuwa number 8, sasa tuko number 6 kwa mambo ya uchumi katika bara letu la Afrika. Mimi nashukuru Mungu sana. Tumeshughulika na mambo ya elimu ya watoto wetu. Tulikuwa na pungufu ya walimu zaidi ya 1110. Mungu ametujalia kufikia Disemba mwaka huu tutakuwa tumeajiri walimu 100,000. 100,000 ambayo haijafanyika. Kawaida ingechukua sisi miaka 20 kuajiri walimu 100,000. We have done it in 3 years. Ni mambo ya Mungu. Na ndio sababu mimi niko na imani ya kwamba vile rais wetu wa kwanza Jomo Kenyatta aliweka msingi wa taifa hii, ikajengwa juu yake na rais wetu wa pili Daniel Moi, ikawekwa juu ya hiyo msingi Mheshimiwa Mwai Kibaki akaijenga taifa letu, na rafiki yangu Mheshimiwa Uhuru amekamilisha nafasi yake. Nafasi tulio nayo sasa katika awamu hii, katika kizazi hiki, ni kuinua Kenya sasa kutoka mahali ilivyo, mahali ilipo, tuifanye iwe a first world country. Nataka Wakenya wanisikize vizuri. We have a date with destiny as the generation of the leaders that exist today. Our forefathers, the first, the second, the third, and the fourth president have laid a foundation. It is upon us, this generation, the leadership that exists today, from the MCAs to members of parliament to governors, myself and others, that it is time now to raise the bar, to raise the standard, to elevate this country from a third world country to a first world country. And we are going to do it, good people, because we have the plan to do it, we have the human capital to achieve it, we have the resources to do it, we have the vision to accomplish it. And that is why I tell the people of this great nation of Kenya that raising Kenya from a third world country where we are today to a first world country
is going to take us the same time Korea did, Singapore did, China did. In just 30 years, they managed to move their countries from third world to first world. By 2055, by God's grace, this nation will be a first world country. Kwa hivyo, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Kuna mambo matatu ya muhimu ambayo lazima ifanyike. Nimeketi chini na hawa wabunge karibu wote. Niwashawishi, niwaeleze vile tunaweza kutoa nchi yetu from third world to first world. Nimeketi chini na Mheshimiwa Raila Odinga, Prime Minister wetu wa zamani, kumweleza vile tunaweza kutoa nchi yetu from third world to first world. Nimeketi chini na rais wetu wa 4, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, juzi. Tumekubaliana vile tutaondoa hii nchi from a third world to a first world country. And I'm going to engage all leaders because it is a project, it is a program, it is a vision that requires each and every one of us. And I want to tell you, by God's grace, Mungu akitusaidia, hii nchi yetu, tukitumia nguvu zetu, mipango yetu, rasilimali tulio nayo, wa Kenya hawa, tutainua taifa hili letu la Kenya. Litoke mahali pa umaskini na njaa na kukosa kazi, tupeleke mahali ambapo ya first world, mahali watoto wetu watafurahi kuishi katika taifa letu. And therefore, I want to tell the citizens of this great nation, let us believe in God, let us believe in ourselves, and let us believe in our country. That is how we are going to move this country from third to first world. We must believe in ourselves. Just look what we have achieved. Pesa ambayo tumetumia kujenga affordable housing, markets, hostels, ni pesa ya Wakenya. Pesa ambayo tunatumia kwa saa hizi kwa mambo ya universal health coverage, karibu bilioni 300, ni pesa ya Wakenya. Hatujaenda kukopa, hatujaenda kuomba. Pesa ambayo tunatumia kusomesha watoto wetu, ni pesa ambayo tumetoa kama Wakenya. And therefore, if we believe in ourselves and believe in Kenya and we are patriotic, we are going to change this country in our lifetime. And I am confident that we have what it takes. We have the human capital, we have the resources, we have the plan, and we have the vision to make this country a first world country. Na kwa hivyo nawauliza ndugu zangu watu wa AIPCK, mukubali tushirikiane. Tuko na msingi thabiti ambayo imejengwa. Ni nafasi yetu sisi sasa kuungana, kushirikiana, kufanya kazi kwa pamoja, ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Na nimefurahi sana kumsikiza huyu kijana Kinyanjui. Huyu kijana ameongea hapa mambo ya ajabu. Ametueleza mambo ambayo yanaendelea katika sekta ya kutafuta ajira. Ametueleza kuhusu digital jobs, digital hubs, ICT hubs. Ametueleza kuhusu affordable housing, markets, pamoja na hostels, mahali engineers, quantity surveyors, plumbers, technicians, artisans, electricians wanapata ajira. Ametueleza kuhusu mambo ambayo yanaendelea hata kesho asubuhi katika taifa nzima la Kenya. Tuko na program ya shilingi bilioni 20 ya vijana inayoitwa Nyota. Kesho asubuhi tutakuwa tunafanya interview. Tomorrow on Monday tutakuwa tunafanya interview ya vijana 100,000 young people. Vijana kati ya miaka 19 na miaka 29, ili tuwapatie shilingi bilioni 5 waweze kufanya biashara. Tomorrow, in every county, in every sub-county in the Republic of Kenya, we are identifying 100,000 young people because we want to use their energy, their talent, their expertise, their
commitment to transform our nation. Vile vile tumeelezwa kuhusu mambo ya export of labor. Saa hizi huyu Alice Ng'ang'a ni chairman wa hiyo kikundi. Vijana ambao wanaenda ng'ambo kwa miaka miwili imepita, tumepata vijana 1430 sasa wanafanya kazi katika mataifa tofauti tofauti nje ya Kenya. Na ndio sababu part of the transformation of our economy has been contributed significantly by remittance. Yani Wakenya wanaofanya kazi nje wanatuma pesa hapa Kenya, ndio imechangia katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha uchumi wa taifa letu la Kenya. So I am confident about the future of this great nation. Kuna watu ambao hawana maono, hawana mpango, hawana agenda, na wanataka kutueleza vile Kenya itapotea. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, this nation called Kenya is a great nation. Mtu